ndio kwanza sasa hivi wanaanza kupush kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ameona umuhimu wa kuongeza nguvu, na tunaona hata Rushan De Reuck kabalizia ligi, lakini anaonekana mtu ambaye kama vile ana matatizo kwenye mwili wake. Kwa hiyo mwalimu ndio maana kapendekeza, na nimesikia kapendekeza beki mmoja mzawa na mwingine mgeni waje kulikava, kwa sababu ndio kuna mashindano makubwa, then ligi inaanza mwezi wa 8 tu, lakini baadaye kuna club bingwa. Kwa hiyo mimi katika hilo sina doubt, sababu mwalimu Steve Barker yeye ndo anapendekeza kwa wachezaji ambao kamalizana na ligi, anajua mchezaji gani atanifaa kwenda kuanza naye na kwenda kucheza na kimataifa. Kwa maana mpaka sasa hivi kuna mapendekezo, lakini kelele zimekuwa nyingi sana, maneno mengi sana, ila ukweli kabisa usajili wa klabu ya Simba mwalimu na ndo kapendekeza, na muda ukifika wachezaji watatangaza, kwa sababu kutangaza mchezaji wa Simba ni biashara kubwa kwetu. Kuna namna hivi kama viongozi na mashabiki wa Simba Sport Club wanaamini, asilimia kubwa wanamwamini sana Steve Barker kutokana na kile ambacho alichokifanya kwenye dirisha dogo kumshirikisha kwenye usajili, na usajili umelipa. Na nikumbuke tu msimu uliotamatika ilikuwa hivi kwa Mwalimu Fadlu walimwamini kwa asilimia kubwa, ila alipoanza msimu alitimka. Simba huaga tunafuata mifumo ya kimpira. Ukifuata mfumo wa kimpira, mwalimu ndo anapendekeza wachezaji wa kusajili, then katika timu yenu mna uongozi, lakini mna kamati ya kusajili, alafu kuna wale matajiri ambao wanapewa hizo pesa. Kwa hiyo mfumo wa kwanza kabisa ni mwalimu kuandika ripoti ya msimu ulioisha kwamba nani ananifaa, nani apandishwe na nani aondoke. Kwa hiyo hayo yote mwalimu Steve Barker, ndio maana hata sisi mashabiki tunaamini, sababu tuliona baada ya kufika mwenyekiti wa bodi mzee Magoli alisema kabisa kwamba mwalimu Steve Barker baada ya kuingia kwenye dirisha dogo akaangalia wachezaji, akasema kuna wachezaji hapa hawawezi kuifanya Simba kutoka hapa kwenda hatua nyingine, wengine ikiwezekana wafanyiwe biashara, wengine waachwe. Na kweli waliacha wachezaji wengi, watu wakasema sana inakuwaje klabu kubwa kama Simba inaacha wachezaji zaidi ya 9, lakini baada ya kuachwa wachezaji waliokuja, nadhani kila mtu leo hamna mtu ambaye anapiga kelele. Kwa hiyo hata katika dirisha kubwa tuna uhakika kabisa mwalimu Steve Barker lazima atapendekeza wachezaji ambao wana hadhi ya kuchezea klabu ya Simba na wana hadhi ya kucheza mashindano ya klabu bingwa, ambayo klabu yetu kubwa katika ukanda wa Sekafa, klabu yetu ina nafasi kubwa kuliko klabu vingine katika ukanda wa Sekafa. Ukizungumzia klabu vikubwa huko sikitaja Simba. Kwa hiyo lazima mwalimu Steve Barker atupe heshima hiyo, na tuambie viongozi wafuate ripoti ya mwalimu Steve Barker, tupate wachezaji walio bora, then tuzidi kufurahi. Sasa hivi zile asilimia 20 hauzioni kuwepo ndani ya Simba Sport Club kwa sababu kuna utawala bora. Kuna utawala bora, nadhani kulikuwa kunahitajika nguvu ya kusupport. Ndio maana hata katika nchi kuna rais, kuna makamu na kuna waziri mkuu na kuna viongozi wengine. Nadhani sasa hivi mzee Mangungu kapata watu sahihi waliomzunguka, ndio maana hata ushauri unaekuja unakuwa kitu sahihi, sababu sasa hivi naona toka akaingia mzee Magoli kuna baadhi ya vitu vimebadilika, hakuna vitu vya kona wala vya nini, lakini wakishirikiana na mwenyekiti wetu wa klabu mzee Muktaza Mangungu, basi kila kitu chetu kinaenda vizuri. Tumeona kwenye kamati ya mashindano wameteua watu waliokuwa sahihi, na tumeona kamati ya mashindano kazi yake inafanya chini ya kaka yangu Said Mkwabi pamoja na viongozi wengine ambao walikuwa kwenye ile kamati. Kwa hiyo mimi sina doubt na uongozi wangu, na ile asilimia kama wanavyosema watu walikuwa wanaweka asilimia kama vile upande fulani kwamba mwalimu nafasi hana, lakini kiongozi akiamua kwamba mchezaji huyu Buba Jaberi nimemsajili kwa hela hii anaenda kuchukua Simba, hivyo vitu hakuna bwana. Ndio maana unakuta wachezaji wanaokuja wote wataipambania klabu kwa uchumi. King Chaba Kagame wamekimbia upande wa pili, na kuna baadhi ya wadau wa soka wanasema kuwa michuano ya Kagame kwa Simba Sport Club anatumia kama pre-season na sio kipimo sahihi kuelekea msimu unaokuja. Kwa kwa hiyo imekaaje hii King Chaba? Kagame inafaa kwa Simba Sport Club na atapata kipimo sahihi kuelekea msimu unaokuja? Mimi bwana sipendi vitu vinavyotokea kwa Kagame, kwa sababu kila ukanda una mashindano yake. Kuna kipindi wa South Africa walikuwa wanaona klabu bingwa Afrika haina thamani kuliko mashindano yao waliokuwa wameandaa wenyewe. Na unapozungumzia Sekafa unazungumzia nchi za Afrika Mashariki na Kati ambazo ndo wanaandaa Kagame. Kagame kwa ukanda wetu ina thamani kubwa sana. Leo kuna watu nimesikia wanayabeza mashindano ya Kagame, wanayafurahia mashindano ya Toyota ambayo yanafanyika South Africa. Ule mimi naweza nikasema utoto ambao ulopitiliza. Kwani hamna ukweli Shabani? Tunapozungumzia Kagame Sekafa tunazungumzia na Watanzania Sekafa wao. Inakuwaje leo unaenda kuandaa shughuli nyumbani kwako, hapo wewe mwenye shughuli unasema shughuli ile mbovu unatoka? Ina maana wewe kichwa chako hakiko vizuri. Tunapoimarisha Sekafa ina maana tunaimarisha ukanda wetu
Leo tumeona kuna watu wanamlalamikia Morocco, anasema yeye sio wa huku, sawa, lakini kuna watu wanalialia, lakini kuna watu wanasema kwamba si Morocco wa kwetu, na kama sio wa kwetu. Leo timu za Sekafa zinapofanya vizuri, mimi Shabani na vimba zote. Timu za nchi za Kiarabu au za ukanda wa Saudi Africa zinapofanya vizuri wao, lakini kwa ukanda wetu sisi tunavimba kwa sababu tunajua ukanda wetu wa Sekafa mpira wetu umekuwa, kwa sababu huku kwenye Sekafa na ndio walipokuwa Simba na Yanga, huku kwenye Sekafa ndio walipokuwa Al Hilal Mdumani. Leo Al Hilal Mdumani mkubwa kabisa katika mpira huu wa Sekafa, na Simba kashiriki. Mtoto mdogo ambaye yeye hata kwenye 10 bora hayupo kakataa kushiriki Sekafa, akasema mashindano hayo sio hadhi yake kwa sababu ya ushamba aliokuwa nao. Unajua mimi nikwambia kitu, wanalisishana vile vitu. Then toka klabu yao imeanza kuna vitu vya ovyo. Zamani Dar es Salaam yote poli wameenda kujenga kwenye sehemu ya maji machafu. Fikiria yani wewe waza kwamba kwa nini wazee toka hizi hizo mji poli sehemu za kujenga sehemu klabu ikawa ina thamani, wamechagua kwenye sehemu ya kupita mifereji ya maji machafu. Ukitaka kujua kwamba Simba wazee wetu toka hizi wanachaji, ndio maana unakuta mashabiki wao wa Simba wote akili zao zimetulia vizuri. Leo Simba iko wapi? Kariakoo Huwezi kufika Dar es Salaam bila kufika Kariakoo, wewe hujafika Dar es Salaam. Kuna mtu anaweza kufika Dar es Salaam akasema mimi sijafika Jangwani akasikitika. Lazima ufike shule ya Uhuru ukapige picha. Ukitoka hapo unaenda kupiga picha klabu ya Simba. Hivi kuna mtu anasikitika kuja huku katika mapoli ya Jangwani ambao watu wachimba dawa. Sasa pale tu ukishalifikiria ile unajua kabisa kwamba hawa wanalisi. Hauwezi kuiona Kagame haina thamani ukaenda kuthamini mashindano ya Toyota yanayofanyika South Africa. Wanasema zile timu ambazo zipo Mogadishu, Jamus sio timu ambazo zinaweza zikakupa kitu tofauti na wao wenyewe kwenye Toyota Cup wanakutana na Kaizer Chiefs, timu kutoka nje ya bara la Afrika. Kwani unapocheza pre-season au hata nchi zinazocheza pre-season, timu zote kubwa Ulaya zinakuja pre-season ya Afrika. Sawa Kuna timu zenye hadhi ya timu za kule Ulaya. Mbona wale wanakuja Afrika? Kwa sababu gani? Wanakuja kupumzika na kurelax na kujua matatizo yao. Leo tunapoenda Kagame tunakutana na timu kubwa, kuna IPR, tumeona kaingia Singida, tumeona wameingia timu kibao. Hata hao Djibouti wao wanawasema wanajisifiaga wamewafunga timu goli 19 na wachezaji wao wanasema wanakuwa wafungaji bora kwenye mashindano kwa sababu wanawafunga akina Madjibouti. Sijui umeelewa? Sasa leo kwa nini Madjibouti yakienda Kagame waone hawafai, Madjibouti yakiwa kwenye kundi la Simba au ya Kagame inaonekana hawafai, baadaye akipango wewe katika kundi moja unajifanya wewe mwamba. Hivi wale nini walishapangwa na CBE ya Ethiopia. Hata Jamus pia alimpiga goli 9. Jamus wa nchi ya vita ya goli 9 tu walifunga hapa. Jamus ya Sudani. Sasa mbona walivipi? Tena wakasifia na nini wachezaji wao, kwa wachezaji wao bora. Kwa hiyo hawa watu lazima tuangalie kwa jicho la pili. Hawa watu wana shida na ndio maana klabu imedumaa. Toka enzi hizo klabu bado ina sehemu za vichaka vya kujisaidia. Hivi wewe ufikirii klabu imeanza 35 lakini mpaka leo vichaka bado pale vipo havijaishi.